huko katika nchi ya Kongo. Pamoja na mambo mengine, Kinshasa imeanzisha kampeni ya kuwataka waasi wa FDLR kuweka chini silaha na kujisalimisha kwa jeshi au kikosi cha MONUSCO, ikiwa na lengo la kuwarejesha nchini Rwanda. Kulingana na taarifa ya mamlaka ya Kinshasa, iwapo waasi hao watakosa kufanya kama wanavyotakiwa, watalazimishwa. Taarifa inasema kwamba hatua hii inaelezwa kuchukuliwa chini ya makubaliano ya tarehe 27 mwezi Juni kati ya wajumbe wa serikali ya Kinshasa na Kigali walipokutana jijini Washington. DRC na Rwanda zilipitia maandalizi ya operesheni za kijeshi dhidi ya waasi wa FDLR tarehe 7 ya mwezi Novemba na kuafikia makubaliano ya kutekelezwaji wa makubaliano hayo. Kwa upande wake, uongozi wa kundi hilo la FDLR, akiwemo msemaji wao Luteni Kanali Octavien Mutimura, umelambia RFI Kifaransa kuwa hauna mpango wa kujisalimisha kwa serikali ya DRC. Ananukuliwa Luteni Kanali Octavien akisema kwamba kwanza lazima tuangazie chanzo cha mapambano yetu. Tuko hapa kujilinda sisi wenyewe pamoja na wakimbizi wa Nyarwanda, alisema Luteni Kanali Octavien Mutimura, msemaji wa waasi wa FDLR Foka. Nasema kuweka chini silaha bila masharti yanayohitajika kushughulikia ni suala lisilowezekana, ameongeza hivyo. Aidha, FDLR inasema iogopi kushambuliwa. Ananukuliwa akisema tena kwamba ukiwa ndani zaidi hauwezi ukawa na uoga. Sisi ni miongoni mwa watu wanaolengwa na Kigali, alisema Mutimura. Tutaendelea kushinikiza hadi Kigali kubali mazungumzo kati ya watu wa Rwanda pamoja na kurejea kwa heshima kwa wakimbizi, aliongeza Luteni Kanali Octavien Mutimura. Licha ya kutuhumiwa katika ripoti za Umoja wa Mataifa kwa kushirikiana na wanajeshi wa FARDC, FDLR inakanusha kuwepo kwa ushirikiano wote na wanajeshi wa DRC. FDLR wanadai kuwa na makao yao katika maeneo yanayokaliwa na waasi wa AFC au M23, maeneo ambapo mara kwa mara huwa kunaripotiwa makabiliano kati ya FDLR na M23, haswa katika maeneo ya Bwisha huko Lushuru. Hii ni taarifa kutoka huko DRC ambapo tunaeleza kwamba FDLR imekataa wito wa kujisalimisha na kuweka chini silaha. Mtazamaji, tuandikie maoni yako kwa haya yanayoendelea katika nchi ya DRC ama wengine huita Kongo.